Ukiwa kama mwanaume ambaye unatamani kufanikiwa katika safari yako ya maisha, wapo baadhi ya wanadamu ambao lazima uwaweke mbali na maisha yako, na wapo baadhi ya wanadamu ambao lazima uwaweke karibu na maisha yako. Kwa sababu hiyo, hata tunapoangazia katika ulimwengu wa mahusiano, wapo wanawake ambao utakapokubali kuingia nao katika mahusiano ya kimapenzi, hautaweza kufanikiwa. Utakuwa ni kama umechukua tiketi ya kuwa maskini katika kipindi chote cha maisha yako. Lakini wapo baadhi ya wanawake ambao utakapoingia nao katika safari ya mahusiano, utakuwa umepata kibali cha kufanikiwa katika maisha yako. Lakini swali la msingi ambalo najua nawe unajiuliza, je, nitajuaje kama mwanamke ambaye nipo naye katika mahusiano ni kibali cha mimi kufanikiwa ama ni ukuta wa mimi kutofanikiwa? Usijali, kupitia chaneli hii ya Siri za Ulimwengu nimekuandalia majibu yote, kwani leo nitakwenda kukuambia aina 5 za wanawake ambao ukiingia nao katika mahusiano hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Namba 1, mwanamke anayekupoteza katika safari ya kwenda kutimiza ndoto zako za maisha. Moja kati ya kweli ambazo hatuwezi kuzipinga ni kuwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia anazo ndoto ambazo anatamani kuzitimiza katika maisha yake. Wapo baadhi ya wanadamu ambao utakapokutana nao watakuwa kikwazo katika kutimiza ndoto zako. Hao ni wanadamu ambao lazima uwaepuke ili ukaweze kuzitimiza ndoto hizo. Wakati mwingine unaweza ukajikuta umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke ambaye kwa namna moja au nyingine anakuwa kikwazo katika wewe kuyafikia malengo yako. Kumbuka, mafanikio ya kweli katika maisha yako ni ndoto ambazo ulizokuwa nazo ziweze kutimia. Siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini: mwanamke ni kiumbe mwenye nguvu sana katika mahusiano. Mamilioni ya wanaume wamekuwa wakishindwa kutimiza ndoto na malengo waliokuwa nayo katika maisha yao kwa sababu tu waliingia kwenye mahusiano na wanawake wasiokuwa sahihi katika maisha yao. Ngoja nikushauri kitu kimoja. Kama wewe ni moja kati ya wanaume wanaotamani kutimiza ndoto na malengo waliokuwa nayo katika safari yao ya maisha, mchunguze mwanamke ambaye unahitaji kufunga naye pingu za maisha. Akiwa ni mwanamke ambaye atasapoti kile ambacho ndicho ndoto zako, basi mruhusu kuingia katika maisha yako. Lakini ukibaini kwa namna yoyote mwanamke ambaye upo naye katika mahusiano hauwezi kuwa supportive katika kile ambacho unakifanya, amini usiamini, hautaweza kufanikiwa katika maisha yako, kwa sababu mafanikio ya kweli hupimwa kwa kiwango cha utimizwaji wa ndoto ulizokuwa nazo katika safari yako ya maisha. Namba 2, mwanamke anayekusababishia msongo wa mawazo kila wakati. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini katika safari ya mahusiano, wanawake wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Wapo wanawake ambao utakapoingia nao katika mahusiano utafurahia maisha, na utakapofurahia maisha utakuwa ni wakati mzuri wa kutuliza akili yako na kutafakari kuhusiana na ndoto pamoja na malengo uliyokuwa nayo katika safari yako ya maisha. Na hao ni wanawake ambao utakapokuwa nao katika safari yako ya maisha, amini usiamini, utakwenda kufanikiwa. Labda tatizo lianzie ndani yako. Lakini wapo wanawake wengine ambao wanapenda migogoro kuliko hata kula katika maisha yao. Hawa ni wanawake ambao utakapoingia nao kwenye mahusiano ya kimapenzi watakusababishia msongo wa mawazo, kwa sababu wanapenda migogoro kila wakati. Na utakapokuwa na msongo wa mawazo kila wakati, utajikuta unatumia muda mwingi kutatua migogoro ambayo inatokea katika mahusiano yako. Lakini pia akili yako itashindwa kumakinika katika kutathmini mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia kutimiza malengo yako. Ngoja nikushauri kitu kimoja. Kama wewe ni moja kati ya wanaume wanaotamani kufanikiwa, hakikisha unamchunguza kwa umakini wa hali ya juu mwanamke ambaye unahitaji kufunga naye pingu za maisha. Namba 3, mwanamke mwenye matumizi makubwa kuliko uwezo wako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kuna wanawake mbalimbali tukiwagawanya katika makundi kulingana na matumizi yao. Kuna wanawake wenye matumizi makubwa, kuna wanawake wenye matumizi ya kati, na kuna wanawake wenye matumizi madogo. Unapotaka kuingia kwenye maisha ya ndoa na mwanamke, chunguza ni mwanamke mwenye matumizi ya aina gani.
Ukibaini mwanamke ambaye unakwenda kufunga naye pingu za maisha ana matumizi makubwa kushinda kipato ambacho unacho, bro, jiandae kuwa maskini, kwani kanuni mojawapo ya mafanikio ni kuwa matumizi hayatakiwi kuzidi kipato. Utakapoingia kwenye mahusiano na mwanamke mwenye matumizi makubwa, hata kama utakuwa unajibana wewe, lakini bado shimo la kutolea fedha litakuwa ni mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, na kwa sababu hiyo hautaweza kufanikiwa kwa sababu ni lazima matumizi yako yatakuwa makubwa kuliko kipato chako. Namba 4, mwanamke ambaye anataka uwe chini yake. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wakati mwingine utakapokuwa chini ya utawala fulani, basi lazima utekeleze matakwa ya utawala huo. Kama utaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke, alafu mwanamke ambaye umeingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi akawa mtawala katika mahusiano yenu, amini usiamini, utalazimika kuiacha njia yako na kuifuata njia yake, kwa sababu hiyo ndiyo njia itakayokuwa inatoa mstakabali mzima wa ndoa yenu, kwa sababu wewe utakuwa tu kama mtumishi katika ndoa hiyo. Lazima utaacha kutimiza malengo na ndoto zako kwa ajili ya kumtumikia mwanamke ambaye ameichukua nafasi ya ubwana katika mahusiano yenu. Amini usiamini, kama itakuwa hivyo, hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Usipokuwa makini, utakufa ukiwa maskini. Namba 5, mwanamke asiyekuwa na upendo wa dhati juu yako, bali yupo na wewe katika mahusiano kwa sababu anahitaji kukutumia kama daraja la kumvusha kutoka sehemu aliyopo na kumfikisha katika sehemu nyingine. Zipo sababu mbalimbali ambazo huwafanya wanawake waingie kwenye mahusiano ya kimapenzi na wanaume. Sababu mojawapo ni fedha, ama inaweza ikawa ni kwa sababu anahitaji kupata madaraka fulani kupitia mikono ya mwanaume. Ngoja nikushauri kitu kimoja, usikubali kuingia kwenye mahusiano na mwanamke kwa sababu yoyote ambayo ipo nje ya upendo wa kweli. Kama utaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke ambaye ameingia na wewe kwenye mahusiano kwa sababu tu anahitaji kutimiza haja ya kifedha, atakuchuna, atakutumia bila huruma, na mwisho wa siku itakuwia vigumu kutimiza malengo yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa leo naomba niishie hapa.